sifa. I want to ask you therefore Kwa hivyo basi niwaulizeni to take your Bible na mchukue Biblia zenu and your notebook na daftari yako and your pen na pia kalamu and get ready for the word of God. na uwe tayari kwa neno la Bwana. Amen. Amen. Praise the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. Are you there? Je, uko hapo? Amen. Amen. Write in your notebook, Andika kwa daftari uliobeba. rising above the limitations of your dreams. Inuka na ukae juu ya mipaka ya ndoto yako. Rising above the limitations of your dreams. Inuka na ukae juu ya mipaka ya ndoto yako. Do you have any dream in your life? Je, una ndoto maishani mwako? Amen. Amen. For that dream to come to pass, Kwa hiyo ndoto kuja kutimia, you need to arise above the limitations of that dream. inakubidi basi uinuke ukae juu ya mipaka ya hiyo ndoto. Amen. Amen. You need to rise above the limitations of your dream. Ni uinuke na ukae juu ya mipaka ya hiyo ndoto. Amen. Amen. My dear viewers, Mtazamaji mpenzi, I want to welcome you nataka nikukaribishe to join us in this service. na ungane nasi katika ibada hii. I want to say thank you Nataka niseme asante kwako for tuning in to our program. basi kwa kuungana nasi katika kipindi hiki. It will never be in vain Haitakuwa bure for you to join us in this program. wewe kuungana nasi katika kipindi hiki. I know the Lord will bless you. Najua Mungu atakubariki. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Rising above the limitations of your dream. Uinuka na kukaa juu ya mipaka hiyo ndoto yako. Hallelujah. Amen. I want to tell you, Nataka nikuambie hivi. never buy the notion that your dreams cannot be achieved. Wala usibebe nia mbaya kwamba ndoto yako haiwezi kutimilika. Never buy this notion Wala usibebe nia hii that your dreams cannot be achieved. kwamba ndoto yako haiwezi timilika. Hallelujah. Amen. For there is no dream Maana hakuna ndoto that God cannot fulfill. ambayo Mungu haiwezi kuitimiliza. Hallelujah. Amen. Every God-given dream Kila ndoto ambayo imetokana na Mungu, is achievable. hiyo lazima inatimilika. It is achievable. Hiyo inatimilika. Can you give the Lord a mighty hand? Bwana sadaka ya makofi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. It doesn't matter what type of dream you have. Haijalishi ni ndoto gani ambayo uko nayo. For that dream to come to pass, Kwa hiyo ndoto kuja kutimia, you need to rise above the limitations of your dreams. inakubidi uinuke juu ya mipaka ya hiyo ndoto. Amen. Amen. Praise the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. Because in one way or another, Maana kwa njia moja ama nyingine, every dream that you have kila ndoto ambayo uko nayo will be opposed. itapingwa, It will be challenged. itapewa changamoto. Hallelujah. Amen. It will be challenged. Hiyo itapewa changamoto. But listen, Lakini sikia, if you persist on your dream, kama ukizingatia kwa hiyo ndoto, if you keep it in your heart kama ukiiweka moyoni mwako and you keep pursuing it, na uifuatilizie, one of them good days, siku ya moja hizi that dream will come to pass. hiyo ndoto itatimia. Hallelujah. Amen. That dream will come to pass. Hiyo ndoto itatimia. Hallelujah. Amen. It could be a ministry dream. Pengine ndoto ya huduma It will come to pass. itatimia. It could be a business dream. Pengine ndoto ya biashara, It will come to pass. hiyo itatimia. Whatever type of dream you have, Ndoto iwayo yoyote ile, I have come to encourage you. nimekuja nikutie moyo, It is achievable. hiyo inatimilika. It is achievable. Hiyo inatimilika. For with God, Maana pamoja na all Mungu, things are possible. yote yanawezekana. I want you to believe God Nataka umwamini Mungu that your dream kwamba ndoto yako is achievable. inatimilika. Oh, give the Lord a mighty hand. Bwana sadaka ya makofi. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. Are we together? Je, tunaelewana? Open with me to the book of Genesis chapter number 37. Kitabu kile cha Mwanzo mlango wa 37. Genesis 37. Mwanzo 37. We begin to read from verse 2 Tunaanzia mstari wa pili to verse 11. mpaka mstari wa 11. The Bible says, these are the generations of Jacob. Joseph, being 17 years old, was feeding the flock with his brethren, and the lad was with the sons of Bilhah and with the sons of Zilpah,
his father's wives. And Joseph brought unto his father their evil report. Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age, and he made him a coat of many colors. And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him, and could not speak peaceable unto him. And Joseph dreamed a dream, and he told it his brethren, and they hated him yet the more. And he said unto them, Hear, I pray you, this dream which I have dreamed. For behold, we were binding sheaves in the field, and lo, my sheaf arose, and also stood upright. And behold, your sheaves stood round about, and made obeisance to my sheaf. And his brethren say to him, Shalt thou indeed reign over us, or shalt thou indeed have dominion over us? They hated him yet the more for his dreams and for his words. And he dreamt yet another dream, and told it his brethren, and said, Behold, I have dreamt a dream more. And behold, the sun and the moon and the 11 stars made obeisance to me. And he told it to his father and to his brethren. And his father rebuked him, and said unto him, What is this dream that thou hast dreamed? Shall I and thy mother and thy brethren indeed come to bow down ourselves to thee, to the earth? And his brethren envied him, but his father observed the same. Amen. Can you give the Lord a mighty hand? Amen. Amen. Praise the Lord. I want to tell you, brethren, never be convinced by any person that your dreams are not achievable. Amen. Amen. Praise the Lord. One thing I want you to know, God is a fulfiller of all dreams. Amen. Amen. No matter how long it may take, God is a fulfiller of every dream. Can you lift up your hands and give the Lord a mighty hand? Amen. Amen. There is no dream which is too big that God cannot fulfill. Hallelujah. Amen. And therefore this morning, I want to ask you, don't abort that dream of your life. Don't kill the dream of your life. Keep it in your heart. Hallelujah. Amen. Keep pursuing it. Oh, give the Lord a mighty hand. Hallelujah. Amen. Your dream is your future. It is your future. Your dream is the reason as to why God brought you to this world. Hallelujah. Amen. You were born to this world that you may fulfill your dream. Give the Lord a mighty hand. Give the Lord a mighty hand. Amen. 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 Hallelujah. Amen. It doesn't matter how big it is. Don't abort it. Hallelujah. Amen. Don't kill it. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Only believe. One of these good days, this dream will come to pass. Oh, give the Lord a mighty hand. Hallelujah. Amen. Don't abort the dream. The dream is your baby. That is your child. That is your inheritance. Your dream of life is your everything. It is your future. Oh, give the Lord a mighty hand. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. I want to ask you this morning, rise above
the limitations of your dreams. Inuka kabisa juu ya mipaka. Rise above the limitations of your dreams. Inuka kabisa juu ya mipaka ya ndoto yako. Amen. Amen. Praise the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. Can you rise a little bit above the limitations of your dreams? Unaweza kuinuka juu ya mipaka ya ndoto yako? Can you rise above? Je, unaweza kuinuka juu zaidi ya mipaka ya ndoto yako? Amen. Amen. Praise the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Amen. The reason you were born into this world, sababu ulizaliwa katika ulimwengu huu, the reason why God brought you to this world, sababu kwa nini Mungu alikuleta ulimwengu huu, is that you may fulfill your dreams. ni ili kwamba utimize ndoto yako. Oh, give the Lord a mighty hand. Bwana sadaka ya makofi. Praise the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Amen. Let's go to the book to verse 2. Mstari wa pili. Hallelujah. Amen. Are we together? Je, tuko pamoja? The Bible says, these are the generations of Jacob. Hichi ndicho kizazi cha Yakobo. Joseph, being 17 years old, was feeding the flock with his brethren. Yusufu akiwa miaka 17 alikuwa anachunga kondoo na ndugu zake. He was in the field Alikuwa machungani with his brethren. na ndugu zake. The Bible says, Biblia inasema hivi, and he brought home a bad report of his brethren. na akaleta habari mbaya juu ya ndugu zake. Hallelujah. Amen. I want you to understand Nataka uelewi that Joseph had a notable character. kwamba Yusufu alikuwa na tabia ya kipekee. Amen. Amen. He had a notable character. Yani alikuwa na tabia ya kipekee At the age of 17 years, akiwa na miaka 17. Joseph was a God-fearing person. Tayari alikuwa mcha Mungu. He never entertained sin in his life. Hakukubaliana na dhambi maishani mwake. He never entertained any wickedness in his life. Hakukubaliana na uovu maishani mwake. He desisted from all wickedness. Aliondokea uovu wote. I challenge you, brother. Nakupa changamoto. Desist from every wickedness. Ondokea kila uovu. Oh, give the Lord a mighty hand. Bwana sadaka ya makofi. Hallelujah. Amen. If you want to be a friend of God, Kama nataka kuwa rafiki ya Mungu, a friend of the Father, rafiki ya Baba, desist from all wickedness. basi ondokea kila uovu. At the age of 17 years, Katika umri wa miaka 17, Joseph managed his life well. Yusufu aliyatunza maisha yake. He never defiled himself. Wala hakujinajisi. The Bible says he brought a bad report about his brethren. Biblia inasema akaleta habari mbaya juu ya ndugu zake. And his brethren hated him. Na ndugu zake wakamchukia. Hallelujah. Amen. The Bible says Biblia inasema hivi, his father Jacob baba yake Yakobo loved Joseph so much alimpenda Yusufu sana. because Joseph Maana Yusufu had a notable character. alikuwa na tabia nzuri. He was a righteous boy. Alikuwa kijana wa haki. Hallelujah. Amen. He loved righteousness. Alipenda haki. He loved holiness. Alipenda utakatifu. At the age of 17, Akiwa na miaka 17. oh, give the Lord a mighty hand. Bwana sadaka ya makofi. Praise the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. The Bible says, Biblia inasema hivi, because of his distinctive life, kwa sababu ya maisha yake ya kipekee, his father made him a coat of many colors. baba yake alimpatia koti ya rangi nyingi. Hallelujah. Amen. He made him a coat of many colors. Akampatia vazi la rangi nyingi. He singled him from the rest of the other boys or other children. Alimweka kando na wale watoto wengine. May God single you out of many brethren. Acha Mungu na wewe akuweke kando na watu wengine. Oh, hallelujah. Amen. May God single you out of many youths. Acha Mungu akuone katikati ya vijana akuweke kando. Because of your notable character. Kwa sababu ya tabia yako nzuri.
Your character of loving God, yani tabia ya kumpenda Mungu, desisting from sin. ambayo unakataa dhambi. Oh, give the Lord a mighty hand. Bwana sadaka ya makofi. The Bible says, Biblia inasema hivi, when his brethren, wakati ndugu zake they saw that their father loved Joseph so much, walipoona kwamba baba yao anampenda Yusufu sana, they hated Joseph. sasa wakamchukia Yusufu. Sometimes, brethren, Wakati mwingine wapendwa, you are hated unachukiwa for no cause. yani bila sababu. Sometimes you are hated Wakati mwingine unachukiwa because of your faith. kwa sababu ya imani yako. You are hated Yani unachukiwa because of your salvation. kwa sababu ya wokovu. People just hate you Yani watu wanakuchukia tu because of loving kwa righteousness sababu ya kupenda haki and hating fornication, na kuchekea uzinzi, hating drunkenness. kuchukia ulevi. People just hate you Yani watu wanakuchukia tu, just for nothing, yani bure bure, just because you can't join them kwa sababu huwezi ungana nao in the bar, katika mabaa, in the discos, katika in the video clubs. katika video. People just hate you. Watu wanakuchukia. Listen, my brother, Sikia ndugu yangu, you are not the first one. si wa kwanza. Even Joseph Hata Yusufu went through such an experience. alipitia mambo kama hayo. Hallelujah. Amen. He went through such an experience. Alipitia jambo kama hilo. The Bible says Biblia inasema hivi, in Matthew chapter number 10, Mathayo 10 verse 36, 36 we can read. tunaweza kusoma. The Bible says, Biblia inasema hivi, and a man's enemies shall be they of his own household. na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. A man's enemies shall be they of his own household. Adui wa mtu ni watu wa nyumbani mwake. A man's enemies Adui wa mtu are not far from him. hawako mbali na yeye. A man's enemies Adui wa mtu are they of his own household, ni watu wa nyumbani kwao, who hated Joseph, bao walimchukia Yusufu, his own brothers, ndugu zake pekee, same father, baba mmoja, different mothers, mama tofauti, and one brother na ndugu mmoja from the same father. kutokana na baba mmoja, They ganged up together wakakuja kinyume naye to hate David, wamchukie kabisa, but thank God for to hate Joseph. wamchukie Yusufu. But thank God for Joseph. Ashukuriwe Mungu kwa Yusufu, He never revenged. wala hakulipiza kisasi. When they hated him, Walipomchukia he loved them. aliwapenda, When they treated him badly, walipomtenda maovu he treated them well. aliwatenda mema, When they spoke harshly to him, walilomtukana he spoke humbly to him. bado alinena maneno ya unyenyekevu. Oh, give the Lord a mighty Pe hand. Bwana sadaka ya makofi. Give the Lord a mighty hand. Pe Bwana sadaka ya makofi. He was such a unique person. Alikuwa mtu wa kipekee. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. The Bible says, Biblia inasema hivi, a man's enemies adui wa mtu are they of his own household. ni watu wa nyumbani kwao, That's why they hate you. ndiposa wanakuchukia Because of your dreams. kwa sababu ya ndoto yako, Because of your salvation. kwa sababu ya wokovu wako, Because of your faith. kwa sababu ya imani yako. But I'm here to encourage you. Niko hapa nikutie moyo, Keep holding on to your faith. shikilia imani vizuri, Keep standing firm in salvation. simama thabiti kwa wokovu, Do not turn back. wala usirudi nyuma. Press on. Songa mbele, Press on with Jesus. songa mbele na Yesu. Hallelujah. Amen. My dear viewer, Mtazamaji mpenzi, I don't know who are against you, sijui ni nani aliye kinyume na wewe, but my Bible says lakini Biblia yangu inasema a man's enemies adui wa mtu are those of his own household. ni wale wa nyumbani kwake. Hallelujah. Amen. The way Joseph Vile Yusufu was hated by his own brethren, alichukiwa na ndugu zake wenyewe, it could be yawezekana even you, hata wewe, your own blood brothers, they hate you. ndugu zako wa kuzaliwa nao wanakuchukia, They don't speak peaceable with you. hawaneni amani kwako, They don't have a good relationship with you. hawana ushirika mzuri na wewe. But listen, Sikiza, I want to encourage you. nataka nikutie moyo, Keep on loving Jesus. endelea kumpenda Yesu, Keep on keeping the faith. endelea kuidia imani, Keep on pressing forward. songa mbele na Yesu, Love God. pende Mungu. Hallelujah. Amen. And make your stand known. Na acha msimamo wako uthibitike zaidi. Can you give the Lord a mighty Pe hand? Bwana sadaka ya makofi. When they hated him, Walipomchukia he never retaliated. wala hakuregesha.
He never revenged. wala hakuregesha The mabaya. Bible says Biblia inasema hivi, in Romans chapter number 12 verse 19. Warumi 12:19. Look at this. Angalia haya. The Bible says, dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Wapenzi, msilipe kisasi, bali pisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi juu yangu mimi nitalipa, anena Bwana. Oh, give the Lord a mighty hand. Pe Bwana sadaka ya makofi. Amen. 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 Hallelujah. Amen. The Bible says, Biblia inasema hivi, dearly beloved, basi wapenzi, avenge not yourselves. msijilipisize kisasi. No. Hapana. Don't fight with your brothers physically. Usipigane na ndugu zako kimwili. Fight with them in the spirit. Pigana nao katika ulimwengu wa kiroho. Fight with them in the spirit. Pigana nao katika ulimwengu wa kiroho. Stage your war in the spirit. Pigana vita vyako katika ulimwengu wa kiroho. Can you give the Lord a mighty hand? Pe Bwana sadaka ya makofi. Hallelujah. Amen. Don't plot evil against your brothers, Usipange mabaya kinyume na ndugu yako, against your friends. kinyume na marafiki zako. Hallelujah. Amen. If they are doing you bad, Kama wanakutenda mabaya, may you fight in the spirit. pigana katika ulimwengu wa kiroho. Fight those demons in the spirit, Pigana na hayo mapepo katika ulimwengu wa kiroho, which are causing a hostile relationship between you and your brethren. ambaye anasababisha uwe na ubaya kati ya wewe na ndugu zako. Amen. Amen. Praise the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. You know what they are fighting? Unajua wanapigana na nini? They are fighting your dreams. Wanapigana na hiyo ndoto yako. Hallelujah. Amen. They are fighting your dreams. Wanapinga hiyo ndoto yako. But this morning, Lakini asubuhi ya leo I challenge you, nakupa changamoto. rise above the limitations of your dreams. Inuka kabisa juu ya mipaka ya ndoto yako. Rise above the limitations of your dreams. Inuka juu ya mipaka ya ndoto yako. Hallelujah. Amen. Even when they hate you, Hata wakikuchukia, rise above the limitations of your dreams. inuka juu ya mipaka ya ndoto yako. When they oppose you, Wakikupinga, rise above the limitations of your dreams. inuka juu ya mipaka ya ndoto yako. Hallelujah. Amen. The Bible says, Biblia inasema hivi, these brethren hated Joseph. wapendwa hao walimchukia Yusufu, And one day, na siku moja he dreamed a dream. akaota ndoto, And he told his brethren akaambia ndugu zake in the field, kule shambani, I dreamed a dream. niliota ndoto And this is it. na hii ndio ndoto. We were in the field Tulikuwa kule shambani binding some sheaves. tukifunga miganda, And behold, na tazameni, my sheaf stood up in the midst. mganda wangu ukasimama katikati, And your sheaves surrounded it. na miganda yenu ikanizunguka. And I saw your sheaves Nikaona miganda yenu bowing down. ikiinama, Bowing down. ikiinama. Oh, give the Lord a mighty hand. Bwana makofi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And the Bible says, Biblia inasema hivi, his brethren, ndugu zake they shouted against him. wakamtolea ukali, They said, you young boy, wewe kijana mdogo, the last born of our family, wewe wa mzaliwa wa mwisho do you mean you'll come and reign over us? yaimaanisha utatutawala sisi, Do you mean you'll have dominion over us? utatumiliki sisi? Who are you? Wewe ni nani? The Bible says, Biblia inasema hivi, and they hated him the more. sasa wakamchukia zaidi. Oh, give the Lord a mighty hand. Pe Bwana sadaka ya makofi. Hallelujah. Amen. For that dream Maana hiyo ndoto, to see the light of the day, basi kuja kutimilika, hallelujah, Amen, you have to rise. lazima uinuke. You have to rise Lazima uinuke above the limitations of your dreams. juu ya hiyo mipaka ya ndoto yako. You have to rise. Lazima uinuke. Oh, give the Lord a mighty Pe hand. Bwana sadaka ya makofi. Hallelujah. Amen. The Bible says Biblia inasema hivi, they hated him the more. yani wakamchukia zaidi. They said, what is that you are telling Nasema, us? unatuambia nini? You mean you? Yani wewe, You will come and reign over us? yani utakuja ututawale sisi? You see, to these 11 brothers, Kwa hawa ndugu 11 they never saw anything great in Joseph. hawakuona kitu kikuu ndani ya Yusufu. They never saw anything special
Hawakuona kitu maalum in Joseph. ndani ya Yusufu. Amen. Amen. His brothers, Basi ndugu zake, they counted him or they classified him as a failure. walimweka katika sehemu ya mtu aliyeshindwa. Amen. Amen. They classified him as a failure. Walimpangia kuwa ni mtu wa kushindwa. You could be here Pengine uko hapa and your own people na watu wa kwenu have classified you as a failure. wameweka kwa fungu la watu wa kushindwa. But I'm telling you this morning, Lakini nisikia asubuhi ya leo, that dream that God has put in your heart, hiyo ndoto ambayo Mungu ameweka moyoni mwako, one of these days moja ya siku hizi it will come to pass. itakuja kutimia. Hallelujah. Amen. It will come to pass. Itakuja kutimia. One of these days, Moja wa siku hizi, those people hao watu who are against you, walio kinyume na wewe they will come and bow. watakuja They wainame. will come and bow. Watakuja wainame. One day, Siku moja. one of these days, Siku moja. hallelujah, Amen. the people Watu who are discouraging you wanaokuvunja moyo in those dreams, katika hiyo ndoto they will come watakuja and seek help from you. na watafute msaada kutoka kwako. Right now, Sasa hivi they don't see anything great in you. hawaone kitu kikuu ndani yako, But I'm encouraging you, lakini nakutia moyo. rise above Inuka juu the limitations of your ya dreams. mipaka ya ndoto. Rise above Inuka juu the limitations of your ya dreams. mipaka ya ndoto. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I believe with all my heart, Naamini na moyo wangu wote, where you are today pale ulipo leo is not the final end of your life. sio mwisho wa maisha yako. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. Today, Leo hii you may be nothing, unaweza kuwa siku, but I know tomorrow najua kesho you will be somebody. utakuwa mtu, You will be somebody. utatambulika. Hallelujah. Amen. Today, Leo you may be despised unaweza kuwa unadharauliwa like Joseph, kama Yusufu, but tomorrow lakini you receive honor utapokea heshima from your opposers. kutokana na wapinzani. Oh, give the Lord a mighty hand. Bwana sadaka ya makofi. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Jina la Bwana lipewe I sifa. want to tell you this morning, Nataka nikuambia asubuhi ya leo, God has anointed you Mungu amekutia to mafuta fulfill your dream. utimize hiyo ndoto. Hallelujah. Amen. God has called you Mungu amekuita to fulfill your dreams. utimize hiyo ndoto. That's why he has called you Ndio maana amekuita out of sin. kutoka na dhambi. He has called you Amekuita out of wickedness, kutoka na uovu, that you may fulfill your dream. ili utimize ndoto yako. Hallelujah. Amen. Praise the Jina Lord. la Bwana lipewe sifa. Therefore, Kwa hivyo basi, this morning, asubuhi ya leo arise inuka above the limitations of your dreams. juu ya mipaka ya ndoto yako. Arise. Inuka. Do you know one reason why they hated Joseph? Unajua sababu moja kwa nini walimchukia Yusufu? They never believed in his dream. Hawakuamini ndoto yake. They never believed. Hawakuamini. I know they have not believed in your dream. Najua hata wewe hawajaamini ndoto yako. They have not believed in your dreams. Hawajaamini ndoto yako hata wewe. That's why they hate you. Ndio maana wanakuchukia. That's why they don't speak peaceable with you. Ndio maana hawaongei amani na wewe. Your relationship with them is full of tension. Ushirika wako na wewe basi imejaa ghadhabu. They don't understand your dreams. Hawaelewi ndoto yako kama. They say, how will it come to pass? Wanasema itakuja kutimia namna gani? How? Itatimilika vipi? Look at this boy. Angalia ukijana. Are you confused? Je, umechanganyikiwa? Are you daydreaming? Je, unaota mchana? You mean you will come and reign over us? Utatutawala sisi? We are your elder brothers, by the Sisi way. ni ndugu wako wakubwa. We saw the sun before you. Tuliona jua kabla ya wewe. But thank God for Joseph. Lakini ashukuriwe Mungu kwa Yusufu. He never got discouraged. Wala hakuvunjika moyo. Oh, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. He never took a quarrel with them. Wala hakugombana na wao. Praise the Lord. Jina la Bwana lipewe He sifa. played his cards cool. Yani yeye alikuwa mtulivu. Oh, give the Lord a mighty hand. Bwana sadaka ya makofi. Hallelujah.